Ujerumani inasema kwamba mataifa ya Ulaya yanapaswa kujiamini, kwani Marekani inategemea Ulaya kuliko Ulaya inavyoitegemea Marekani. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani amezitaka nchi za Ulaya ziwe na msimamo dhidi ya serikali ya Marekani. Waziri huyo wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius ametoa wito kwa nchi za Umoja wa Ulaya akisema kwamba zinapaswa kuwa na imani na kujiamini katika mahusiano yao na serikali ya Marekani. Waziri huyo wa ulinzi ameviambia vyombo vya habari vya shirika la RND kwamba itakuwa kosa kama watakuwa wanaiangalia ikulu ya White House kama sungura anavyomtazama nyoka. Tunapaswa tujiamini moja kwa moja. Hatupaswi kuichukulia Marekani kama taifa ambalo linaweza kutudhuru kwa namna moja ama nyingine. Sisi ni wengi kuliko ilivyokuwa Marekani. Marekani imekuwa ikitoa vitisho vingi dhidi yetu ambapo kwa wengi wetu tumekuwa wanyonge. Hatupaswi kuwa wanyonge, anasema waziri huyo wa ulinzi wa Ujerumani Bwana Boris Pistorius. Ameonya kuwa kufanya hivyo watakuwa wanapoteza mwelekeo wa kile wanachopaswa kufanya, kuwa na mamlaka zaidi na kujitegemea. Ameongeza kwamba rais wa Marekani Donald Trump anategemea hali ya kutokuwa na uhakika na hofu ya watu wa Ulaya ili kufanikisha malengo yake. Ametolea mifano mingi ikiwa ni pamoja na namna ambavyo rais huyo wa Marekani alitaka kukiteka kisiwa cha Greenland, ambapo ametoa vitisho dhidi ya mataifa ya Magharibi. Hata hivyo si hilo tu. Rais huyo wa Marekani ametoa vitisho kwa nchi za NATO ambazo pia ni mataifa ya Magharibi kwamba zisipoongeza 5% Marekani itajitoa katika NATO. Ni kweli katika NATO Marekani ndio yenye mchango mkubwa, lakini mataifa ya Ulaya kama yataamua kufanya namna yataweza kufikia kile ambacho Marekani inakichangia na pengine zaidi ya hayo, anasema Pistorius. Lakini pia msimamo wa mataifa ya Ulaya usingemfanya rais wa Marekani kuhakikisha anatumia nguvu kubwa dhidi ya kile ambacho alikuwa akisema ni kutaka kukiteka kisiwa cha Greenland. Nchi za Ulaya wakati huu zimekosa msimamo na wameiona Marekani kama taifa pekee ambalo lingeweza kutoa msaada dhidi yao. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huenda ni kutokana na kile wanachoamini ni katika kipindi hiki ambacho Urusi ambaye ni adui wao wa muda mrefu amekuwa akitoa vitisho dhidi yao, na hivyo endapo hawataungana na kile ambacho Marekani inataka ni wazi wangeweza kupoteza. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliwahi kuambia viongozi wa Ulaya kwamba Urusi inaiogopa Marekani kuliko nchi zote za Ulaya, na hivyo Marekani ndio taifa pekee ambalo linaweza kupambana na Urusi likashinda kuliko nchi yoyote katika Ulaya au mataifa yote ya Ulaya. Hivi ni vitisho ambavyo rais wa Marekani amevitoa, lakini kiukweli ni kwamba mataifa zaidi ya 30 nchi za Ulaya yana uwezo mkubwa, anasema Pistorius, waziri wa ulinzi wa Ujerumani. Ameonya kwamba kufanya hivyo watakuwa wanapoteza mwelekeo wa kile wanachopaswa kufanya, na ameongeza kuwa rais wa Marekani Donald Trump anategemea hali ya kutokuwa na uhakika, na Pistorius amehimiza kutokubali kutishwa, akisisitiza upinzani wa serikali ya Ulaya dhidi ya hatua za Trump kusukuma kwa nguvu ajenda ya Marekani kuchukua udhibiti wa Greenland, eneo lenye kujitegemea kwa sehemu na linalomilikiwa na Denmark, akisema zaidi kwamba sasa ni wakati wa kuhakikisha hawawezi kupoteza dhidi ya Marekani, lakini wanapaswa kuhakikisha wanakuwa kitu kimoja. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kujua ni nini ambacho kinaendelea katika ulimwengu.